Kocha wa viungo na utimamu wa mwili wa Simba Reodo Biden ameweka wazi changamoto ambazo kikosi hicho kinakabiliana nazo, akisisitiza kuwa ndio zimechangia kuporomoka kwa kiwango na kupoteza mchezo dhidi ya Azam FC katika ligi kuu Tanzania bara. Simba ilijikuta ikipoteza mchezo wake wa kwanza wa msimu huu baada ya kukubali kichapo cha mabao 2-0 kutoka kwa Azam FC kwenye mchezo uliochezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Matokeo haya yalizua maswali mengi kutoka kwa mashabiki na wadau wa soka nchini. Akizungumza baada ya mchezo huo, Biden amesema kikosi chao kinacheza kwa ubora mkubwa ndani ya dakika 90, lakini tatizo la kumalizia nafasi limekuwa likiwagharimu sana, jambo ambalo wanalipa kipaumbele katika kipindi hiki cha mapumziko. Simba tunacheza vizuri sana, lakini bado tuna changamoto chache katika eneo la umaliziaji. Nafasi tunapata lakini hatuzitumii ipasavyo. Hata hivyo, tunaamini kipindi hiki cha mapumziko tutakitumia kurekebisha mapungufu yetu, alisema Biden. Kocha huyu ameongeza kuwa benchi la ufundi chini ya kocha mkuu Selemani Matola linafanya kazi kwa kushirikiana kuhakikisha wanairejesha Simba katika kiwango chake cha juu na kuendelea kupambana. Kocha huyo ameongeza kuwa benchi la ufundi chini ya kocha mkuu Selemani Matola linafanya kazi kwa kushirikiana kuhakikisha wanarejesha Simba katika kiwango chake cha juu na kuendelea kupambana kwenye mbio za ubingwa. Amesema wachezaji yanayoendelea ndani ya benchi la ufundi. Kuhusu mabadiliko yanayoendelea ndani ya benchi la ufundi, Biden amesisitiza kuwa hilo sio tatizo kubwa kama baadhi ya watu wanavyodhani, kwani mabadiliko ni sehemu ya mchezo na mara nyingi hutokea kwenye timu yoyote ile. Ameongeza kuwa Simba inajipanga upya na haitakata tamaa, kwani inatambua bado ina nafasi kubwa ya kupambana na kurejea katika mstari wa ushindani, akiahidi mashabiki kwamba makosa yaliyopita hayatakuwa kikwazo katika mchezo ijayo. Mtazamaji wetu wa NEP TV, endelea kutufuatilia, pia usisahau kulike, kushare, kucomment pamoja na kusubscribe channel yetu ili uendelee kufurahia taarifa zetu mbalimbali za kimichezo kutokea ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Niliyekuandalia kusomea taarifa hii ni Memelezo Sport. Wakati mwingine, bye bye.